katibu mkuu katika Wizara ya Fedha na Mipango. Hadi kufikia jana alipoteuliwa alikuwa akishikilia nafasi hiyo. Mimi Juma Malik Yakil naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar katika kazi zangu za uwakilishi na nitaitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea kwa dhati katiba ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Na mtazamaji na msikilizaji, tayari umeshashuhudia Dr. Juma Malik Yakil naye ameshakula kiapo cha uaminifu mbele ya chombo hichi cha kutunga sheria Zanzibar. Mheshimiwa Masoud Ali Mohamed. Mtendaji wake alikuwa ni mtendaji mahiri wakati ule akihudumia Wizara ya Fedha na Mipango, kama ni kichwa ama ni katibu mkuu wa wizara hii ya Fedha na Mipango. Pia katika nyadhifa ambazo ama majukumu yake yaliyopita katika awamu ambazo zile nafasi ambazo alizokuwa akizishikilia katika utendaji wa majukumu yake ya kila siku. Huyo ndiye Dr. Juma Malik Yakil, na kwa sasa tayari anakwenda kula kiapo cha uaminifu mbele ya chombo cha kutunga sheria Zanzibar. Mimi Masoud Ali Mohamed naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar katika kazi zangu za uwakilishi na nitaitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea kwa dhati katiba ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mheshimiwa Nadir Abdul Latif Yusuf. Mtazamaji na msikilizaji, tayari Mheshimiwa Masoud Ali Mohamed ameshakula kiapo cha uaminifu. Na Mheshimiwa Masoud Ali Mohamed aliwahi kuwa waziri wa nchi ofisi ya Rais, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ katika kipindi cha awamu ya 8 kipindi cha kwanza kilichopita. Pia aliwahi kuwa mwakilishi wa wananchi katika jimbo la Wawe katika awamu iliyopita. Tayari Mheshimiwa Masoud naye anakabidhiwa katiba ya Zanzibar ndani ya mkoba huo, ikiwa itamuongoza katika majukumu yake ya utaye. Aliwahi kuwa naibu waziri katika Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi. Basi kwanza na tumsikilize naye, tumwangalie. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi Nadir Abdul Latif Yusuf naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar katika kazi zangu za uwakilishi na nitaitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea kwa dhati katiba ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Na mtazamaji na msikilizaji, huyo alikuwa ni Mheshimiwa Nadir Abdul Latif Yusuf Alwardi. Aliwahi kuwa naibu waziri katika Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi, baadaye akawa naibu waziri katika Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi. Pia aliwahi kuwa mwakilishi wa jimbo la Chani. Kama utakumbuka, nawe ni shuhuda mtazamaji na msikilizaji, pia alikuwa ni meneja wa kampeni katika Chama cha Mapinduzi katika kampeni za uchaguzi mkuu uliopita. Huyo ndiye Mheshimiwa Nadir Abdul Latif Yusuf Alwardi. Na mtazamaji na msikilizaji, hivi sasa ni Dr. Saada Mkuya Salum, naye anakula kiapo cha uaminifu.
Mimi Saada Mkuya Salum naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar katika kazi zangu za uwakilishi na nitaitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea kwa dhati katiba ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Na mtazamaji na msikilizaji wa shirika la utangazaji Zanzibar, tayari Mheshimiwa Dr. Saada Mkuya Salum ameshakula kiapo. Dr. Saada Mkuya Salum aliwahi kuwa waziri wa fedha na mipango. Pia aliwahi kuhudumu nafasi hiyo katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aliwahi kuwa waziri wa fedha katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tayari ameshakula kiapo cha uaminifu. Na baada ya Mheshimiwa Dr. Saada Mkuya Salum kula kiapo cha uaminifu, atakayefuata ni Mheshimiwa Mimi Sharif Ali Sharif naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar katika kazi zangu za uwakilishi na nitaitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea kwa dhati katiba ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mtazamaji na msikilizaji, huyo alikuwa ni Mheshimiwa Sharif Ali Sharif, na tayari ameshakula kiapo cha uaminifu. Mheshimiwa Sharif Ali Sharif aliwahi kuwa mkurugenzi mtendaji wa wakala wa uwezeshaji katika mamlaka ya vitega uchumi Zanzibar. Baadaye akateuliwa kuwa waziri wa kazi, na hadi kufikia kuteuliwa jana pia alikuwa akishikilia nafasi hiyo, na hivi sasa tayari ameteuliwa. Ni wa mwisho katika orodha inayoonyesha katika ratiba ya leo kula kiapo kama ni mjumbe wa Baraza la Wawakilishi. Mimi Taufik Salim Turki naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar katika kazi zangu za uwakilishi na nitaitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea kwa dhati katiba ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mtazamaji, huyo ndiye Mheshimiwa Taufik Salim Turki, na tayari ameshakula kiapo cha uaminifu. Na Mheshimiwa Salim Turki aliwahi kuwa mbunge katika jimbo la Mpendai katika serikali ya awamu ya 8 kipindi cha kilichopita, kipindi cha kwanza kilichopita, na hivi sasa ameteuliwa